Masala ya tatu ni yale mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyafanya liadami wujudi ma yaktadhi, kwa sababu ya kutopatikana sababu ya kufanya hivyo. Yani hakuna sababu iliyompelekea Mtume kufanya, na wala sababu haikutokea ili Mtume afanye hivyo. Fahadha yajtahidu fihi ulama idha wujida ma yaktadhi dhalik. Haya mambo maulama wanajitahidi pale ambapo sababu inapokuwa imetokea. Kwa mfano, kwa sasa mashaka wangu, kuna mambo ambayo zamani hayakuwepo. Tunaambiwa sasa hivi katika baadhi ya nchi kuna benki za maziwa, yani wanawake wanaenda wanakamua maziwa wanaweka. Kuna benki za damu, watu wanaenda kujitolea damu kwenye hospitali. Hapo maulama wanaleta hukumu. Nini hukumu ya mtu kujitolea damu? Kuna abnau au auladu au atfalu al-anabib, wale watoto ambao wanazalishwa kwenye chupa, au mtu labda hana uwezo wa kuweza kutungisha mimba katika kizazi cha mke wake. Tunafanyaje? Haya mambo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam huvumbuzi haujakuwepo. Wanakuja sasa maulama wanajitahidi, wanatoa hukumu. Haya ni mambo ambayo yanaitwa fiqhun nawazil katika lugha ya sheria. Ni mambo mapya ambayo yanazuka, maulama wanayatolia hukumu kwa sababu zama za Mtume hayajakuwepo. Ilivyo ayu alahibba, tuache mambo ya kwenda kulia kwenda kushoto. Siratullahi azza wa jalla wahid, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ni moja. Ukienda kulia unaenda babaya, ukielekea kushoto unaenda babaya. Njia ya Allah ni moja. Al-Qur'an wa sunnah wa fahamu salaf salih. Ni Qur'an, ni sunna, ufahamu wa wema waliotangulia. Sherehe ya kusherekea nusu katika usiku wa mwezi wa Shaaban, maswahaba hiyo ibada hawajaifanya, na wao wametuambia kwamba kile ambacho hawakifanya sisi tusifanye. Kwa hiyo hata hii haturuhusiwi kufanya. Wewe kama unamheshimu shekhe wako, muheshimu sahaba kuliko huyo shekhe wako, kwa sababu sahaba ni bora kuliko shekhe wako. Wallahu ta'ala aalam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين.